naomba nisisitize mambo machache. La kwanza, sisi ni maafisa habari. Tumeanza kuona dalili za kuvuja kwa siri za serikali. Na hii sio excuse ya wewe kutotoa taarifa. Siri za serikali zina utaratibu wake. Kama ni barua, ina utaratibu, inagongwa muhuri wa siri. Tumeanza kuona nyaraka za siri zinavuja. Na waombeni maafisa habari, wavujishaji tusiwe sisi. Kwa sababu kwa bahati nzuri, uwekezaji uliofanywa na serikali katika usalama wa mtandao, ukifanya hivyo tutajua. Mmenielewa? Mimi huwa natukana kwenye mitandao. Nawaambia vijana, msinitukane, mtapatikana hawasikii. Juzi akina Fande Misimi wamekusanya mpaka sasa wanafika karibu 80. Mle ndani kuna watoto wa maskini. Wanahangaika vijana, hawana mbele hawana nyuma. Kisa tu kahamasishwa na mwehu mmoja huko, basi na yeye ana bando la bure, kaingia hapo anatukana matusi. Utashikwa. Yaani teknolojia ilikofika, uwezo ukatukana mtandaoni hapo kabaki salama. Uwezo ukavujisha siri za serikali ukabaki salama, utajulikana. Na leo nasema na Fande Misime yule pale na RPC huyu hapa. Na bahati mbaya wanaowapotosha vijana wanakwenda kuchagua vijana wanyonge wanaotoka kwenye familia masikini, wale wanaohangaika kutafuta maisha maskini ya Mungu, badala waelekeze kwenda kutengeneza pesa, kupata hela, kutoka kwenye hatua walionayo waende juu. Wanakwenda kuwafundisha uhalifu. Ukifanya uhalifu utakamatwa. Ufanye uhalifu ukiwa mtumishi wa serikali, ufanye uhalifu usipokuwa mtumishi wa serikali, utapatikana. Sasa nikisema hivyo mnaniacha kule naenda natukana, lakini nishawaambia. Nilisema mimi mapema mwaka jana mwezi wa 10 wa 9 nafikiri, vijana tumieni mitandao vizuri. Msitumie mitandao kama genge la kurundika matusi. Hakuna atakayetukana mtandaoni asijulikane. Hawajanisikia. Mpaka saizi wameshakamatwa zaidi ya 400. Aliyekuhamasisha kuvunja sheria ya uhalifu wa mitandao hayupo. Umebakia wewe na shangazi yako na mama yako na bibi yako, mnahangaika mahakamani. Waliokuhamasisha hawapo. Mnanielewa vizuri? Sasa wameanza baadhi ya watumishi wa umma nao wanavujisha nyaraka za siri mitandaoni. Msifanye hivyo. Na maafisa habari, mkirudi hapa, nyinyi ndio maafisa mawasiliano kwenye taasisi zenu. Pelekeni ujumbe huu kwa watumishi wote wa serikali, waache kufanya hivyo. Kwa mtumishi wa serikali, ukifanya kosa, cha kwanza unapoteza kazi yako, cha pili una kesi ya jinai. Sikutishi, ndio sheria ilivyo. Haya sisemi ya kwangu mimi, si ndio RPC? Sio ya kwangu mimi. DC, sio ya kwangu hayo. Ni mambo ya sheria. Ukivujisha taarifa za serikali, tukiingia tena, siku hizi teknolojia ilivyokaa vizuri. Na nataka niwaambieni wale jamaa wale wataalamu wa teknolojia wale, wakipewa bwana nyaraka hii imevuja, tunataka kujua ni nani, na kwambia dakika 2 hazipiti. Linakuwa ni swala tu la kujua yuko wapi tukamuokote. Wenyewe wana lugha yao wanasema tukamuokote. Kujua tu yuko wapi tukamuokote, tuende naye aende akajibu mashtaka yake. Acheni kuvujisha siri za serikali. Sawa jamani? Na mimi nitasikitika sana siku nikisikia kwamba afisa habari ndiye anavujisha siri za serikali. La pili, tumekuwa na changamoto ya jamii inakuwa kwenye ajenda za hovyo hovyo. Hazina hata maana, hazina faida, hazina kipato kwa wananchi, hazina nini. Na sisi maafisa habari tupo. Twendeni tukafanye agenda setting. Tuiongoze jamii kujadili mambo ya maana. Mlioko Makete, endesheni mijadala kwenye WhatsApp group, kwenye groups, kwenye mitandao ya kijamii, kuwaeleza wananchi fursa za kupanda miti na kuuza mazao ya miti ya misitu. Waelezeni wananchi fursa zilizopo kwenye ubora wa parachichi ya Njombe, fursa zilizopo kwenye kilimo.
tunakwenda kutekeleza mradi wa mabilioni wa chuma cha Liganga na makaa ya mawe, Liganga na Mchuchuma. Nendeni kawaambieni wananchi fursa zilizoko pale. Tusipowaambia, watakuja wageni kutoka nchi zingine, watachukua kazi za ndugu zangu wa Kinga na Wabena. Mmenielewa ndugu zangu maafisa habari? Tufanye hiyo kazi ya agenda setting. Mwisho kabisa, amesema mheshimiwa mwakilishi wa mkoa, mheshimiwa mkuu wa wilaya, kuhusu kutengewa fedha. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nataka nikuhakikishie ulichokisema ni sahihi. Changamoto hii tunayo. Wako baadhi ya wakubwa serikalini ambao likija jambo la afisa habari anaona ni jambo lisilofaa. Kazi ya afisa habari ni kipaumbele cha mwisho. Nataka nikuhakikishie mheshimiwa mkuu wa wilaya, mheshimiwa waziri amesema hii kazi anataka aifanye ndani ya miezi 6. Hapa atakuja kusema matokeo, kwa sababu tumepata taarifa ziko baadhi ya taasisi hata vihela kidogo vinavyotengwa kwa ajili ya vitengo vya habari wanakata, wanafanyia kazi zingine. Ameniomba na nimemkabidhi bajeti ya serikali ya 25 26. Anafanya assessment na timu yake. Hiyo uzuri wa waziri wetu, na yeye ana timu yake ya kumshauri yeye, alafu mimi naitwa kujibu hoja. Atakapomaliza atakuja kuniambia pesa zilizotolewa kwa ajili ya taasisi hii, nataka nijue taasisi hii na shida ya kamera. Mimi akiniambia hivyo na noti, nikitoka hapo nakuja kukuuliza, vipi una kamera mzee? Sina. Namwambia hii hamna. Atafanya nini atajua mwenyewe huko kwenye level yake huko. Lakini nilichotaka kusema mheshimiwa mkuu wa wilaya, hili jambo sisi wenyewe wizara linatukwaza, linatukera na tunalipigia kelele sana. Lakini pia ni kweli kwamba tulikotoka hali ilikuwa mbaya sana. Sasa hivi hata hapa nikiuliza utaona mikono. Wangapi wana laptop? Wana kompyuta? Nyosheni mikono. Nyosheni, usijifiche. Miaka 3 iliyopita ningeuliza hivi, hata robo wasingefika. Jamani, uongo kweli? Wangapi wana kamera? Maana watu wasije kaja kusema unaona serikali hata haiwahudumii vifaa wa nani. Maafisa habari wanazo, simuona hiyo. Wangapi wanashiriki kwenye vikao vya management vya taasisi zao? Nyosheni mikono. Manake wanahusika kwenye vikao vya juu vya maamuzi katika taasisi zao. Lakini tunazo taasisi ambazo zimeshupaza shingo. Tumeshawaandikia barua na mheshimiwa waziri amenitaka nitoe maelezo kwa nini hawatekelezi maelekezo ya mheshimiwa rais, ambaye aliagiza wakuu wa vitengo vya habari washiriki kwenye maamuzi ya taasisi zao, washiriki kwenye vikao vya management. Kuna baadhi ya taasisi zimekataa kutekeleza maelekezo ya mheshimiwa rais. Mheshimiwa waziri amenitaka nimpe taarifa. Nimeainisha taasisi zinazofanya hivyo, na mimi napenda natural justice. Usimhukumu mtu kabla hujamsikiliza, si ndio? Nimewaandikia kwa nini hawatekelezi maelekezo ya mheshimiwa rais. Wakisha mnijibu nitampatia mheshimiwa waziri, ataenda kutumia kwa matumizi yake. Mmenielewa? Siwatetei. Nakuwa very popular kwa mabosi wenu mjue. Yaani bwana, hii kazi yangu hii. Huku jamaa wananuna, huku na viongozi wenzangu nao wananuna. Lakini kwa ajili yenu I'm ready. Ndugu yangu mkuu wa wilaya, baada ya kusema hayo, sasa ni jioni sana.